Kama ni mtu ambaye una ujuzi fulani na umeshautumia ujuzi wako kuanzisha biashara na hiyo biashara ina struggle, basi hii video ni kwa ajili yako. Au pia inaweza ikawa kwa ajili ya mtu ambaye ana ujuzi na anafikiria kuanzisha biashara kwa kuacha kazi aliyonayo ili aanzishe biashara. Unahitaji kusikiliza hili somo kwa makini. Kwa nini? Watu wengi ambao wenye ujuzi hawaelewi kitu kimoja. Kuna tofauti kubwa kati ya biashara, shughuli na ujuzi ulionao. Watu wengi wanafikiria kwamba kwa sababu nina ujuzi wa kuuza au nina uwezo natural, yani mimi nikisimama mbele za watu mwanangu hapo uchomoki, then anafikiria ya kwamba nikienda kuanzisha biashara fulani kwa sababu ya ujuzi nilionao, basi naweza nikafanikiwa kwa kujenga hiyo biashara. Lakini kitu kimoja ambacho kama nilivyosema haukielewi ni kwamba ujuzi unaishi ndani yako. Ujuzi inatumia nguvu, lakini kuna layer ya pili ambayo hiyo tunaifanya bila kujua, ambayo ni shughuli, activity. Shughuli ni ujuzi ukiwa kwenye vitendo au ikiwa kwenye motion, lakini shughuli ambazo unazifanya hapa inatia au mara nyingi inatumia muda wako. Kwa hiyo mfano kama wewe ni mtu ambaye unauza nyumba, una ujuzi mzuri sana, skill mzuri sana ya mauzo, then shughuli ambazo unazifanya, mfano kupigia wateja, kuweka matangazo, sijui mambo yote hayo ni shughuli. Then kitu ambacho sasa watu wengi hawakijui, wanafanya shughuli vizuri, ujuzi vizuri, kitu wanachokosea ni kwenye biashara. Kwa nini? Kwa sababu biashara ni mfumo unaoendesha shughuli. Usipokuwa na mfumo ambao unaendesha hizi shughuli ulizonazo, utaishia kuwa kati ya wale watu ambao wana ujuzi, wana shughuli nyingi, siku zote wako busy, siku zote utasikia wanachakarika, lakini mafanikio kwenye biashara yao ni ngumu sana. Na mara nyingi watu kama hawa unakuta ni watu ambao, kwa sababu nishakuwa hapo, ni watu ambao unaanzisha biashara ya kwanza, inafeli, unaondoka kwenye hiyo biashara, unaanzisha nyingine, inafeli, unaenda kwenye biashara nyingine, unaanzisha, inafeli, unaanzisha nyingine. Siku zote wewe ni kitendo cha kwenda pa. Kwa mtu kifupi akaangalia maisha yako, ana notice ya kwamba hauna progress ambayo ni very significant. Kwa sababu gani? Siku zote ni kama unarudi au unarudia pale ulipokuweko. Uko point zero mara nyingi au chini zaidi, kwa sababu unakuta umeingia kwenye madeni na kadhalika. Lakini namna gani ambavyo sasa unaweza ka break kutoka kwenye hiyo cycle ambayo uko sasa hivi, ya kwamba unaanzisha kitu kinafeli, unaanza tena kinafeli, unaanza tena kinafeli. Well, unatakiwa uelewe kitu hichi hapa. Na hicho kitu ni nini? Unatakiwa uelewe kwamba biashara unazoziona zina ngazi tofauti tofauti ya ustadi, mastery. Yaani biashara yote, nikisema mfano kama biashara kama ya Baresa, biashara zote kubwa ambazo unaziona zimekaa over time, hawa ni watu ambao tayari wako kwenye ngazi ya 5, mastery, ustadi. Au biashara ambayo wewe labda umeshawahi kufanya kazi, unaweza kufanya kazi kwenye sehemu fulani na ukaona kweli hawa watu wanafanya kitu fulani vizuri na wanafanikiwa, then ukaona kwa sababu una ujuzi fulani na activities ambazo unafanya kwenye ile kazi, unafikiria kwamba na wewe una uwezo wa kutoka pale na kwenda kufanya biashara kama ile ile. Tumefikia wapi hapa? Mara nyingi unajishtukizia kwamba kumbe biashara sio kama alivyofikiria. Then kwa tuje kwenye ngazi ya ustadi. Ngazi ya ustadi ni hii hapa. Ya kwanza, level ya kwanza ambayo watu wengi wapo, ni level ya skill. Nikimaanisha kwamba skill ulionayo, ujuzi, itakupatia mapato. Ndio kwa maana mtu ambaye anaweza kupika, anaweza kupata mapato kupitia upishi wake. Mtu ambaye anaweza kuuza, anaweza kujipatia mapato kupitia uuzaji. Lakini huyu mtu anaweza kaanzisha biashara na ikafeli. Kwa sababu gani? Haelewi mifumo ya biashara. Then level ya pili, labda kwa tunaenda hapa na mfano wa mtu ambaye ana ujuzi, anapata mapato, lakini haikupi uhakika wa biashara, kwa sababu biashara ni mfumo. Then huyu mtu tuseme mfano ndo mtu wa mauzo. Kwa hiyo kiufupi ana skill nzuri ya mauzo, mtu wa sales. Nafasi au wajibu. Kwa hiyo kija kwenye kampuni yote kuna roles tofauti tofauti. Na hizi ndo roles ambazo mara nyingi utakuta zinakuwa advertised. Tunatafuta PA, tunatafuta mtu wa sales, tunatafuta mtu wa HR, tunatafuta mtu wa wapi, chochote hicho. Hizo ni roles. Roles kazi yake nini? Hapa wanahitaji uzoefu. Ndio kwa maana utaambiwa tuma CV yako. Hapa tutaambiwa sijui labda tukutane na wewe, tuongee na vitu vyote. Wajaribu kuelewa kama kweli ukiachana na ujuzi uliokuwa nao, je, una uzoefu kwenye kile kitu unachokifanya? Again, watu wengi tunakuwa tuna ujuzi, kabla tujapata uzoefu tumeshakimbia kwenda kuanzisha biashara, itafeli. Kwa hiyo uzoefu pia unachotakiwa kuelewa,
Unaweza pia kama mmoja wa watu ambaye una ujuzi, una uzoefu, lakini uzoefu haimaanishi kwamba unaweza kukamiliki. Kwa sababu kama umeelewa vizuri, mara nyingi mtu ambaye yuko kwenye seme level ya sales, huyu ni sales officer kwenye uzoefu hapa, sales officer anasimamia biashara kweli, ana uzoefu wake hapo kwenye kuuza magari na kadhalika. Huyo mtu hajui mifumo inaendesha biashara, kwa sababu level ya juu yake, tuseme managers, hawa watu ambao ni ma CEO, ma directors na kadhalika, wao ndo wanaelewa mfumo, wanaelewa business model na wamemaster kitu fulani. Kwa hiyo huyu mtu mwenye mapato na uzoefu anaopata kupitia skill na role, akiamua kwenda kuanzisha biashara, akifikiria kwamba anaenda ku start my own thing ili nifanikiwe niwe kama hawa watu ambao ninawatumikia sasa hivi, haelewi ya kwamba hao watu wanawatumikia ni kwa sababu wameweka mfumo fulani kwenye hiyo kampuni. Ndio kwa maana inamsaidia kwenye role yake kuwa na uwepesi fulani, kuwa na lengo fulani, kuwa na focus fulani, kana kwamba ana uwezo wa kuapply skill yake effectively kuweza kupata matokeo fulani. So unaweza kuwa una skill, una role, haimaanishi una biashara au una umiliki. Mtu mwingine ni huyo hapa. Hasa ukishavuka stage 1, stage 2, stage 3, manake umeamua ku sharpen your skill. Una skill iliyonyoka. Umeshaingia kwenye certain role kama sales officer. Hapa ni kwa mtu ambaye ameajiriwa. Kwa mtu ambaye hajaajiriwa, manake wewe mwenyewe unakuwa tu una heka kitu kichwani kwamba sasa hivi na act kama mtu wa sales officer kwenye biashara yangu. Then kitu ambacho tunataka kukielewa sasa ni kwamba unahitaji kuwa na mifumo. Systems ndio inakuhakikishia uendelevu na uimara wa biashara yako. Hapa ndipo biashara ilipo my friend, hapa kwenye mfumo. Biashara haipo kwenye role, biashara haipo kwenye ujuzi. Biashara iko kwenye mifumo inayoendesha hiyo biashara. Obviously na mambo mengine hapa chini ambayo tutagusia, lakini hii ni muhimu sana. So kwenye systems hapa tunaongelea nini? Tunaongelea mifumo ya uzalishaji wa fursa mauzo. So hapa tunaongelea vitu kama lead generation system. Mfano unajuaje, una uhakika gani kwa kutumia mfumo wako ya kwamba utapata, labda tuseme tukirun tangazo moja ambalo tunatumia $10, tunapata tuseme wateja 4 bila kuwa na lead generation system. Maana yake utakuwa na shughuli nyingi, una run ma ads, una skill, unaweza kuongea na watu na nini, wanakuja pale, lakini watu wengine wanaishia kwenye WhatsApp yako, umechelewa kuwajibu na nini, au unahudumia vibaya kwa sababu hauna mfumo. Kwa hiyo mfumo ndipo biashara ilipo. Na kama nilivyowaambia, watu wengi wamestack kwenye shughuli na kwenye skill yao. Kwa hiyo kama unataka ustep kwenye new level, lazima uelewe mifumo. So kama bado umeajiriwa, kitu ambacho ningekushauri kwa sasa hivi, kwanza uwe aware uko kwenye step gani hapa. Uko kwenye ujuzi, uko kwenye nafasi au wajibu fulani role, au upo kwenye system kwamba unaelewa system. Kama uelewi system ya hiyo biashara ambayo upo sasa hivi, jifunze kuanza kuona system inaendesha biashara. Kwa nini? Siku utakapoamua kuondoka kwenye hiyo kampuni na kwenda kuanzisha biashara ambayo inafanania na hiyo au ya kwako binafsi, at least uwe unajua mifumo ambayo inaendesha biashara kama hiyo, kwa sababu hapo ndipo hela ya uhakika, uendelevu na uimara ulipo. Then level ya 4. Hasa huu ni mtu ambaye yuko juu ya mfumo. Huyu ni mtu ambaye anatengeneza muundo wa biashara au tunaziita business models. Hii inakuletea uhakika au hali ya kutabirika. Nikimaanisha nini? Nikimaanisha kwamba kuna watu wakikaa kwenye kikao wanajua kabisa ya kwamba kutokana na watu tulionao, kutokana na ujuzi ambao tunao hapa, kutokana na labda vision tulionayo na kadhalika, na sasa hivi soko lilivyo, hii imetokana pia na experience system waliokuwa nayo ambayo imewapa feedback fulani. Wanajua kabisa wakifanya kitu fulani wanaingiza shilingi fulani. Ukifika level kama hii my friend, hapo ndo utajiri unapoanza. Hapa ndo pesa nyingi zinaanza kuflow. Utajiri uko zaidi hapa, lakini hapa pesa nyingi zinapoanza kuflow. Why? Kwa sababu kwenye business model hapa ndo tunaongelea mambo kama mtu anajua kabisa nikiingiza 100,000 kwenye matangazo natoka na 1,000,000. Ukiwa na uhakika wa kuingiza 100,000 kwenye matangazo na kutoka na 1,000,000, unajua kabisa ukiingiza 1,000,000 unaweza ukatoka na 10,000,000. 10,000,000 unaweza kutoka na 1,100,000. 1,100,000 unaweza ukatoka na 1,000,000,000. Hapa ndipo watu wanapoanza kupiga hela, kwa sababu una uhakika
wa kitu fulani, au kuna kitu ambacho kinakupa kutokana na matukio ambayo unapata kutoka kwenye mfumo wako. Kuna hali ya kutabirika kitu kinachoweza kutokea. So muundo wa biashara mfano wake nini? Hizi hapa. Faida ghafi. Mfano unajua kabisa my gross profit itakuwa shilingi ngapi? My profit ni shilingi ngapi? Faida yangu ni shilingi ngapi? Unajua pia mifumo ya gharama, cost structures. Unajua kabisa ya kwamba kama mteja akiweka order, mara nyingi usafiri ina cost 5,000, labda kitu fulani ni hii nguo labda ni 10,000, sijui kitu fulani mtu fulani. Yaani kila unajua kabisa cost zangu labda ni shilingi 50,000 na mimi nauza labda kwa 80,000. Kwa hiyo faida yangu ni yaani wewe umefika sehemu ambayo una mifumo ambayo ni ya uhakika na una business model ambayo inaweza kutabiri the next return. Lakini pia cha mwisho ni muda wa kuanza kupata faida. Watu wengi hata hawajui ni sehemu gani wanapoanza ku break even. Hata niposema hiyo watu wengi hata hawajui break even point ni nini. Na unafanya biashara ndio unatakiwa ujifunze. Break even point maana yake umefika ile sehemu ambapo expenses zako au mapato yako na expenses hapo ile inayotoka, in short, kufanya manunuzi na kila kitu zinawiana. Hapo ni una break even. Hauna faida yoyote. Lakini usipojua at least unahitaji uuze unit ngapi ufikie break even point ili uanze kupata faida, unafanya matangazo, unaendesha biashara kivipi? Kwa hiyo hapa ndipo stage ya 4 kwenye ngazi yetu ya ustadi, kwamba wewe ni mtu ambaye unaelewa business models. Then kuna huyu hapa. Huyu ni mtu ambaye sasa amekuwa na ustadi, mastery. Manake amepitia zote hizi. Mara nyingi mabosi wenu wengi wako hapa. Watu wengi ambao unaangalia kwenye biashara na unatamani kuwa wao kama wao wako hapa. Kuna vitu ambavyo unavitamani kuvifanya lakini hujui kwamba unahitaji kwenda kwenye hizi ngazi. Kwenye mastery, hapa ndipo chimbo la utajiri lipo. Hapa ndipo wealth is built. Kwa nini? Kwa sababu hebu angalia mfano kampuni kama twende tu na hizi za Tanzania. Kama nilivyosema Azam. Unajua Azam ilianzia kwenye ice cream. Wakatengeneza ujuzi pale wa mauzo, wakatengeneza ujuzi wa kutengeneza ice cream nzuri. Na wakawa na roles tofauti. Baresa kuanzia tu kuwa CEO na nini, labda alianzia huko na alikuwa anafanya kazi na nini, lakini kuna vitu alivielewa. Akatenganisha roles tofauti. Mtu atafanya delivery, atasimamia hii sehemu hapa, mtu mwingine atakuwa cashier, mtu mwingine atakuwa nini. Hapo ni kwenye swala zima la uzoefu. Then akaja kugundua ya kwamba kuna mfumo ambao unatuhakikishia kwamba tuna uwezo wa kuproduce hizi ice cream vizuri. Kwa hiyo production inavyofanyika, then distribution inapokuja kufanyika, na pia kujua manunuzi kabla hata production yanafanyikaje na ni shingapi, na kuweka huo mfumo mzima mpaka mauzo yanapotokea na ile inaporudi kwenye biashara na namna ambavyo wanaendelea kuikuza hiyo biashara. Huo ni mfumo umekuja hapa. Then akaendelea kukua kwenye ngazi nyingine ya ustadi. Hiyo ni pale wanapokuwa na business model. Maana yake ana uhakika kabisa, labda nikiwekeza 1,000,000 kwenye biashara yangu kutengeneza ice cream labda 50,000, nina uhakika kabisa wa kutengeneza labda 10,000,000. Then huo ni mfumo. Huo ni muundo wa biashara ameshaupata. Then akamaster huo muundo wa biashara na kujua kabisa kwamba kwa kufanya vitu vyote hivi nakuwa nahitaji watu gani kwenye skills, hata kama sio yeye, nahitaji roles gani, wafanye nini, specification hapo ndo zinapokuja kwenye system, nahitaji nini na feedback gani na kusanya. Then kwenye model, ni model gani tunatumia na tuendelezaje hii model ili tuendelee kuwa kwenye biashara. Na hapo ndo alipogain mastery kwenye biashara hiyo ya ice cream. Mpaka leo sidhani kama kuna kampuni hapa Tanzania ambayo inawafikia ikija kwenye swala la ice cream hapa Tanzania. Sijui, taniambia kwenye comments kama ipo. Lakini kwa sababu wamefika kwenye mastery. Kwa utajiri unaoona leo wa Baresa, wa Mo, wa mtu yote ule ambaye unamwangalia na unatamani kama, jua kabisa wamepitia hizi ngazi za ustadi. So kwa wewe ambaye sasa kama nilivyoanza ya kwamba una ujuzi fulani, na kwenye huo ujuzi mara nyingi unakuwa na ile shauku ya kuondoka. Unaona kama ratiba pale kazini zinakubana, unaona kama wewe ni mtumwa, mambo mengi. Kila mtu na perspective yake kwenye swala la employment. Then unaamua kwenda kuanzisha biashara yako bila kuwa na ujuzi huu. Utaishia kuwa na stress ambazo kuliko uchukue hizo stress, ni bora ungebaki kuwa employee. Ungeendelea kuajiriwa pale na kupata hela fulani ya uhakika. Then ujitune ya kwamba na kusanya uzoefu na noa skill yangu vizuri, na kusanya uzoefu. Then nataka kuelewa mfumo hii biashara inaendeshwa, na pia kama nikiweza kuelewa business model yao na vitu ambavyo wamezimaster over time,
nivichukue hivyo, nijifunze hivyo. Na ndio kwa maana hapa utaanza kuwa serious na kuwa na urafiki na mabosi wako. Utaanza kuwa serious na watu ambao wako level ya juu yako, kwa sababu kuna vitu hapa ni manager anaelewa zaidi. Kuna vitu CEO anaelewa zaidi. Kuna vitu mtu CEO tena hapa au board of directors wanaelewa zaidi, kwa sababu hivi ni vitu walivyovikusanya over time. So wewe huwezi tu kaamua kwamba kwa sababu una ujuzi nitoke nianzishe kitu changu nikijua kwamba nitakwenda tu kufanikiwa, bila kuelewa kwamba kuna principles kama hizo ambazo ni muhimu na vitu kama hivyo ambavyo ni muhimu. Usipovielewa utaishia kupoteza muda wako na kupata hata hasara. So kama ni mtu ambaye kiukweli unataka kutoboa, then ningesuggest ufanye hivi. Then cha mwisho kabisa ni hii hapa ambayo itakusaidia tu kujua sasa uko wapi. Sawa? Kwa hiyo tukianza na ujuzi, jiulize hili swali. Ni kitu gani naweza kufanya vizuri? Kama ukijua hivyo vitu ambavyo unaweza kufanya vizuri, hiyo ni skill yako. Hasa ukishavijua noa. Kama unapenda kuongea na una confidence ya kuongea mbele ya watu, noa that skill. Kama una confidence ya kuuza na una uwezo wa kuuza, una uwezo wa kunegotiate deals kubwa, noa hiyo skill vizuri. Na kama umeajiriwa, kama nilivyosema, noa hapo, kwa sababu unapewa nafasi ya kufanya mistakes hapo bila kuchukua hasara wewe. Kampuni inachukua hasara. Kwa hiyo inoe hiyo skill vizuri. Then cha pili, kama uko kwenye role, maana yake ushaanza kupata uzoefu fulani, then jiulize wajibu wangu ni upi ndani ya mfumo huu. Kwa lazima ujue vizuri kwamba okay, mimi hapa kuna mfumo ambao unaendeshwa ni kama engine, ina sehemu mbalimbali. Mimi na play part gani hapa? Ukishajua part ambao una play vizuri, unaamua kubobea kwenye huo kwenye hiyo role vizuri, kana kwamba watu ambao wako level ya juu wanaweza kukuaminisha kupata level, yani wewe kupandishwa cheo au kuingia kwenye level nyingine. Kwa hiyo hapo utajiendeleza kielimu, utajiendeleza ki practical zaidi na vitu kama hivyo, ili tu ujue ni sehemu gani ulipo na ni kitu gani unakifanya, ili usijichanganye. Lazima pia ukishaanza kuelewa cha kwako, unaanza kuangalia mtu mwingine anafanya nini. Ukiwa pale kama sales officer, lazima uanze kuelewa mtu wa finance umuhimu wake nini, mtu wa accounts umuhimu wake ni nini, mtu wa tax umuhimu wake nini, wa legal umuhimu wake nini, masuala ya kisheria, mtu akitufanya umuhimu wake nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe mwenyewe unapoenda kuanzisha biashara yako utahitaji hawa watu, lakini usipojua umuhimu wao utaishia kufikiria unaweza kufanya kila kitu mwenyewe na ukajikuta kwamba unaangukia pua. Then kingine, kama ni uko kwenye swala la mifumo zaidi, kwenye system zosha graduate kiasi fulani, then jiulize ni mfumo gani unaowezesha shughuli hii kujiendesha bila mimi. Na hapa ndo wafanyabiashara wengi unakuta hao, kwa sababu hawajui mifumo, wameshikilia biashara, wao ndo sales people, wao ndo customer care, wao ndo mtu wa tax, wao. Yes, kuna stage kama hiyo ambao mara nyingi hata mimi nilikuwepo, unafanya kila kitu wewe mwenyewe na unafanya kwa jinsi unavyoweza, lakini sio level ya wewe kuishia hapo, especially kama unataka kujenga utajiri, na especially utajiri wa vizazi. Watakao elewe kwamba ni mfumo gani unaowezesha shughuli hii kuiendesha bila mimi. Ifike sehemu unaweza ukaachia activities tofauti, ukabaki kwenye role yako labda ya CEO, ambapo una oversee kitu fulani, au mtu mwingine ameamua kubobea kwenye role fulani na anapenda kuwa hapo. Mtu mwingine yuko vizuri kwenye designing, labda kama ana sehemu yake ya fashion design, ana sehemu ambayo ana display nguo zake anazozifikiria mwenyewe, anazitengeneza mwenyewe. Inamaanisha yeye akishajua kwenye mfumo kwenye mfumo ni shughuli gani ambayo inaweza kujiendesha bila yeye, anaweza kumtafuta designer mwingine. Mtu mwingine anataka kumtafuta designer mwingine, anataka afanye mwenyewe, then lakini huko kwingine kote kuna mtu anasimamia. Wapo watu wengi, ukiangalia makampuni ya Marekani kuna watu wengi ambao bado wako kwenye kampuni zao, sio kama CEO, wameamua kuwa chini kumpa mtu mwingine CEO, kwa sababu anajua mimi siwezi kuendesha hii kampuni hivyo. Though mimi bado ndo nipo juu ya CEO, naweza nikatoa vision na kila kitu, lakini yeye asimamie. Then cha pili kutoka mwisho, muundo wa biashara. Hapo tutakao ujieleze mtiririko wa pesa ukoje. In short, muundo wa biashara unavodili. Kwamba pesa inaingiaje, pesa inatoka kwenda wapi, faida inabakije. Period. Ukishajua pesa yako inatoka wapi. Kwa kama wewe ni mtu ambaye unauza magari, usifikirie tu pesa inatoka kwenye kuuza magari. Lazima uelewe vizuri pesa inatokea wapi. Je, inatokea kwenye kuweza ku-negotiate deal? Je, inatokea kuweza kutangaza vizuri na kugenerate quality leads, watu ambao wana potential ya kununua? Kwa sababu mfano kama ukijua mimi nahitaji list ya watu 1000 kuuza magari 400, lakini hujui kwamba unahitaji huo mfumo wa lead generation system, obviously ni utateseka kwenye business model. Lazima ujue mtiririko wa pesa ukoje. Kwa hiyo kama uko kwenye kampuni, angalia hivi kampuni yetu inapataje pesa kweli, kwamba ni activity gani ikisimama hii kampuni inakufa.
sababu hapo ndo mtiririko wa pesa ulipo. Then ya mwisho ni ustadi. Amua kuwa master kwenye kitu fulani. Usifanye vitu vingi. Yaani usijaribu kuwa tunaita jack of all trades. Unajaribu kuwa hichi, unajaribu kufanya hichi, you never master anything. Unaweza ukaifanya hivyo kama nilivyosema kwa muda fulani mfupi, huku ukiwa na maono ya kuongeza watu wengine watakachokisimamia hicho, ili wewe usimame kwenye upande ambao unajua unaweza kufanya vizuri. Kuna mtu mwingine una uwezo wa kuongea, unaweza kuandika vitabu. Then why are you still everywhere? Nenda kabobee kwenye uandishi, nenda kabobee kwenye kuongea, nenda kabobee kwenye masuala yanayokuhusu, ili ujue namna ya kusimama mbele ya screen, namna ya kufundisha, namna ya kuongea, namna ya communicate ili watu wakuelewe. Then hela yako itatokana na hekima unayowapa watu. Hela ndio ipo hapo. Umenielewa? Kwa hiyo kwenye mastery maana yake unajiuliza, nawezaje kuimarisha au kukuza hii kwa miaka mingi bila kuyumba. Kwa hiyo hapa ndo kama tulivyosema, makampuni makubwa tunaangalia hapa Tanzania wamefika sehemu wamebobea kwenye kitu fulani, kana kwamba hata wafanye nini wanajua kabisa, hata tukienda kuanzisha kampuni sehemu nyingine, alimradi tuna hivi vitu in place, tunaweza kutengeneza faida. Na wewe ukifikia hapo, manake una predictable income, una predictable view ya unapoelekea, una vision, una focus zaidi. Na kama nilivyokuwa sijaonyesha hapa kwenye ustadi, chimbo la utajiri, lakini pia mfano hapo unapata focus zaidi, umakini, subira na depth. Watu wengi ambao wamemaster kitu hawa panic, hawarukiruki ovyo kufanya kitu. Kitu gani kimetokea ndo wanajua ni kitu gani wanatakiwa kufanya, wanajua ni mtu gani anatakiwa kumpigia simu, wanajua ni kitu gani ambacho wanatakiwa hapa, labda tutulie, soko itarudi. Why? Kwa sababu kuna vitu vingi ameshavipitia huku, na kuna mifumo ambayo tayari anayo, anajua predictable income inavyoweza kuja. Nicho tu ambacho nataka ni share na nyie, kwa sababu najua matajiri wenzangu tupo kwenye safari ya kujenga utajiri wa vizazi, lakini kuna mistakes kama hizi ambazo tunazifanya, ambazo nadhani kama mwenyewe ukizishughulikia ni vitu ambavyo vingine hata mimi navishughulikia. Na kama hapo navyoongea na nyie, nishapita hapo kwenye ujuzi na roles, na mwaka huu tuna system ambayo tunajenga kwenye kampuni yetu, na ni hii system ambayo mara ya kwanza mtu angeniambia kwamba Ian unahitaji mfumo wa kuweza kuendesha biashara, nisingemuelewa. Mpaka pale nilipokuza ujuzi, nikapata uzoefu, then ikafika sehemu nikagundua ya kwamba ninavyoendelea kuongeza watu, lazima niwe na system ambayo inaendesha biashara. Nisifanye kila kitu, na pia kuna vitu ambavyo sitakiwi kuvifanya kabisa kama kwa position ambayo nilionayo. Then sasa hivi pia tunaelewa zaidi, kama naelewa vizuri business model yetu, nikijua kabisa hela yetu kubwa inatokea wapi, hela yetu ya maana inatokea wapi. Kwa hiyo naendelea kuboresha zaidi kwenye maeneo ya business model, huku nikitafuta mastery kwenye kitu ambacho nakifanya, ambao kwa sasa hivi tuko zaidi kwenye biashara yetu ya short term rentals au kodishaji wa nyumba kwa muda mfupi, lakini pia ndani yake hapo kuna industry nzima ya real estate. Kwa hiyo ujuzi wangu utatokea hapo, lakini pia kwenye uandishi na kuongea zaidi kama nafanya hapa. Kwa hiyo na wewe ukafanya kile kitu ambacho unajua kabisa unatakiwa ukakifanye, na nitaishia hapo kwa leo. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Kama kuna kitu kimekusaidia, basi like, comment, share. Niambie hapo kwenye comments, labda ni kitu gani kimevutia, ni kitu gani ambacho kimeresonate zaidi na wewe, then tukutane kwenye video inayofuata. Asante sana.